nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Akasema na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, Juma Kuu. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya sura 49 aya ya kwanza hadi ya 6, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Pale alipokuwa na mitume wake mezani, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akasema, amini amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wake wakatazamana huku wakiona shaka, ni nani amtajaye? Na palikuwapo mmoja wa wanafunzi wake ameegama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono akimwambia, uliza ni nani amtajaye. Basi yeye hali akimwelekea Yesu kifuani chake akamwambia, Bwana, ni nani? Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakaye mtolea tonge na kumpa. Akawatolea tonge, akalitwaa akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Na baada ya hilo tonge, Shetani alimwingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyejua sababu ya kumwambia hivyo. Kwa maana wengine walidhani kwa kuwa Yuda uchukua mfuko, ya kwamba Yesu alimwambia kama, nunua tunavyohitaji kwa sikukuu, au kwamba awape maskini kitu. Basi huyo akisha kulipoka lile tonge akatoka mara hivyo, nako kulikuwa ni usiku. Basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu amemtukuza ndani yake. Mungu naye amemtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Mtanitafuta, kwa vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia ninyi. Simoni Petro akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akamjibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amini amini nakuambia, jimbi hata wika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, ikiwa tunaelekea sikukuu za Pasaka, yaani kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, leo Kristo anabashiri usaliti kati ya wanafunzi wake. Yesu akiwa katika Pasaka na wanafunzi wake, Yuda anaondoka, anaenda kumsaliti kwa wakuu wa makuhani. Kwa nini Yuda anamsaliti Yesu? Baadhi ya wanateolojia wengi walitoa au wametoa sababu mbalimbali, ikiwemo tamaa ya pesa, ushawishi wa Shetani, kutoelewa utumwa wa Kristo na maamuzi binafsi. Tukianza na tamaa ya pesa, ni kweli Yuda alikuwa ni mwazini au mtunza hazina wa jumuiya ya Yesu. Yeye ndiye aliyehusika kununua mahitaji mbalimbali kama vile chakula na kutoa sadaka kwa watu maskini. Kwa maana hii, yawezekana Yuda alitumia nafasi hii kutumia pesa vibaya au kutamani kupata pesa atimize mahitaji yake binafsi. Swala la pili ni ushawishi wa Shetani. Huu ni ukweli ambao upingiki, kwani katika maandiko matakatifu tumesikia kwamba baada ya Yuda kutwaa tonge, Shetani alimwingia. Kumbe Shetani alimtawala Yuda na ikapelekea kumsaliti Yesu. Sababu ya tatu ni kutokuelewa utumwa wa Kristo. Yuda kama mtu ambaye
ni Mwisraeli kweli kweli, yaani mwanafunzi ambaye alitokea mjini. Alizaliwa katika ukoo wa Yuda, na maana kwamba alitamani uwepo wa Masia. Pengine alidhani Yesu atakuwa Masia na ataenda kuwatolea au kufukuza Warumi waliokuwa na watawala, lakini aliona kama vile Yesu amechelewa na afanye hiyo kazi kwa wakati. Hivyo aliamua kumuuza Yesu ili Yesu aanze kujikomboa na aanze kufukuza Warumi kutoka katika nchi yake. Kutokuelewa vizuri utuma Yesu ni sababu ambayo Yuda inampelekea kumsaliti Yesu, kwani alikuwa na picha ya Kristo Masia, yaani mfalme wa ulimwenguni kama alivyokuwa wafalme wengine. Sababu nyingine ni uamuzi binafsi. Ni kweli Yuda kwa akili zake na utashi wake alimsaliti Yesu. Hii ni kutokana kwamba ni yeye aliyetafuta kuwa makuhani. Alifahamu vizuri walipokuwa wanaishi, alifahamu ataanza kwa nani, alifahamu mpango mzima. Kumbe uelewa wake wa kuishi mjini, ukaribu wake kujuana na watu wengi hasa wakubwa, na maamuzi yake binafsi unafanya Yuda amsaliti Yesu. Usaliti huu unatimiza au unafanya Kristo atukuzwe. Yaani usaliti wa Yuda ulikuwa ni kosa lenye heri ambalo Kristo mwenyewe anatukuzwa kwa kifo, mateso na ufufuko wake. Kristo anatukuzwa kupitia wale watesaji. Ni kosa lenye heri kama tunavyoimba katika mbiu, ambapo Kristo mwenyewe anatukuzwa. Mungu wake unafichika msalabani, Mungu wake unafichika katika ubinadamu wake, lakini mwisho wa siku Kristo anafufuka na anadhihirisha yeye ni Mungu kweli. Petro kama mhusika wa pili ni mtume ambaye Kristo alimpenda, lakini Petro alikuwa mkubwa kati ya wanafunzi wake. Petro alikuwa wa kwanza kujibu au kutetea wenzake, mara nyingine kumkaripia Yesu. Yesu anapomwambia kwamba natoa uhai wangu kwa ajili yako au nitatoa uhai wangu kwa ajili ya wengine, ni kwamba Petro akuelewa vizuri ili fundisho. Mara nyingine katika injili nyingine Petro alijitokeza mara kwa mara kumkemea Yesu kwamba hatokufa na mabaya hatomkuta. Petro alijiamini kweli kweli, alikuwa tayari kumchallenge Yesu pale ambapo Yesu alihubiri injili ya mateso. Lakini Kristo anamwambia leo kwamba na wewe utanisaliti. Ni kweli Petro alikuwa tayari kumfuata Yesu, lakini bado hakuwa na msimamo. Yesu anatukumbusha kwamba licha ya binadamu wetu kuwa na nguvu, hatuna nguvu kabisa za kusimama pasipo msaada wa kimungu. Petro anamkumbusha kwamba jogoo hata wika mara 3 kabla Petro hajamkana Kristo. Jogoo katika maandiko matakatifu inatukumbusha mambo mawili. Jambo la kwanza, jogoo hutukumbusha kwamba siku inaisha, usiku unaisha, inaanza siku mpya. Jambo la pili, jogoo ni alamu au ni kiamsho cha kutuamsha pale tulipokuwa tumeanguka. Jogoo anatumika kutukumbusha kwamba usingizi wetu wa kiroho ambapo tumelala unaamshwa na dhamiri zetu, ambapo pale tunapoanza kutambua dhambi zetu, kuzikiri na kuziungama, ndipo tunaporudishwa kwa Mungu kwa neema na mastahili yake. Jogoo mara nyingine au zamani iliwekwa juu ya misalaba, juu ya makanisa, kukumbusha tukio la Petro, kutukumbusha mwenendo au kuwa macho kiroho. Petro alipoambiwa au aliposikia habari hiyo hakuelewa vizuri, lakini kweli katika Juma Kuu, Ijumaa, Petro alilia machozi baada ya jimbi kuwika. Kumbe yote aliyokuwa ameambiwa yalikamilika. Tunajifunza nini kutoka katika maandiko matakatifu? Tunapoelekea Juma Kuu, tuna mambo mengi ya kujifunza. Mojawapo ni kuwa macho kiroho, yaani toishi kwa mazoea, tusubiri jogoo awike ndo tuamke. Dhamiri zetu au mafundisho ya kanisa yatuguse tuweze kuungama na kumpokea Kristo katika sakramenti zake. Pasaka daima ipo, lakini Pasaka itakuwa na maana tukibadilisha maisha yetu kila siku kwa Kristo wapya na kumtumainia Mungu. Jambo la pili, usaliti ni dhambi ambayo inagawa na inaleta machungu katika jumuiya. Kusemana vibaya, kuhukumiana vibaya, kuoneana pengine na kuzana kwa watesi wetu ni jambo ambalo linauza jumuiya. Familia nyingi, nchi nyingi zimesambaratika kutokana na usaliti. Tuwa umoja ili tusimpe shetani nafasi. Shetani mara nyingi anatafuta udhaifu wa kupitia wale tunaoishi nao au marafiki zetu au wale tunaowaamini.
Tumbe Mungu atupe neema ya kuvumiliana, kuchukuliana, ili shetani asitumie udhaifu wetu kutugawa, bali daima tuwe moja mpaka tufike mbinguni. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Kamugisha Rafaeli wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspare Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.